Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji mpendwa wa kipindi hiki kizuri ambacho kinarushwa kila siku ya Jumanne. Kwa jina langu mimi naitwa Mwalimu Joyce. Na kukaribisha sana wewe ambaye haujapata neema ya kusikiliza vipindi vya nyuma ambavyo tumekuwa tukijifunza kuhusu malezi ya watoto, na somo letu kuu hasa tunaona ambavyo Mungu ameweka uwezo mkubwa ndani ya watoto. Kwa hiyo tunajifunza na namna ya kulea, tunajifunza hekima kutoka kwa Mungu. Na namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa tena siku ya leo. Tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia. Tulikuwa tunajifunza malezi na aina zake. Leo tujifunza malezi pamoja na malezi yanahitaji kitu gani. Kwa hiyo tukaona kwamba malezi yanahitaji muda, tukaona malezi yanahitaji ufahamu, elimu ya kutosha, kujua ili uweze kuwajua watoto wako na kujua aina ya watoto wako unaoishi nao. Tulijifunza pia ili uweze kuwasaidia kulingana na kusudi la Mungu. Pia tukaona pia maamuzi na kujitoa. Malezi yanahitaji maamuzi na kujitoa. Wakati mwingine jamii inaweza isikuelewe namna ambavyo umeamua namna ya kulea familia yenu. Lakini pia tukaona kwamba malezi yanahitaji maombi. Malezi yanahitaji maombi, yanahitaji hekima kutoka kwa Mungu. Lakini pia tukaona kwamba malezi ni kizazi, tunafanya uwekezaji wa kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa malezi ni muhimu sana kujua na kujifunza na kufahamu. Ufahamu wa malezi ni muhimu. Sisi wazazi wadogo ambao wanaoendelea kuzaa, wale ambao bado hawajaoa au kuolewa, hakikisha unawekeza kupata ufahamu juu ya malezi. Itakusaidia namna ya kuwajua watoto wako. Kwa hiyo leo pia sasa tunaendelea aina ya malezi. Tutaenda kuona aina ya malezi. Hapa tunaona kwamba aina ya malezi ni nini? Tunaona aina ya malezi kwamba wewe uliyapitia yapi na utalea kwa malezi yapi. Kwa tunaona malezi, wewe kama mzazi ulipitia malezi yapi na wewe utaenda kulea watoto wako kwa malezi yapi. Lakini pia malezi yanajenga ujasiri kwa mtoto au yanaondoa ujasiri. Malezi ambayo unamlea mtoto wako nyumbani yanajenga ujasiri, lakini hayo malezi ambayo unamlea mtoto wako hapo ulipo nyumbani yanaweza kuondoa ujasiri. Malezi yanamsaidia pia kujitambua na kujikubali au kutokujitambua na kujikataa. Kwa malezi pia mtoto anaweza kujitambua na kujikubali, lakini pia malezi yanamfanya mtoto kutokujitambua na kujikataa. Hayo malezi. Malezi ndio kazi inayomfanya mtoto na kijana awe na mtazamo sahihi. Malezi ya nyumbani. Malezi ambao unampa baba, unampa mama na baba, mnayempa mtoto wenu hapo nyumbani leo hii. Ndio ambayo yanamfanya mtoto na kijana awe na mtazamo sahihi. Lakini pia malezi yanainua watu hodari, wenye kujiamini ama watu wenye hofu na wasiojiamini na wasiojali. Malezi yamebeba vitu vingi. Malezi yanaamua watu hodari, yanainua watu hodari na wenye kujiamini ama watu wenye hofu na wasiojiamini na wasiojali. Malezi. Lakini pia tunaona kwamba malezi, tunaona hapa mfano wa huyu Hitler. Yalimfanya awe vile alivyokuwa. Alijisikia baba yake hakumtendea haki. Aliona kwamba huyu Hitler aliona kwamba baba yake hajamtendea haki. Akawa vile alivyo.
na wewe ni shahidi, hata wewe mwenyewe binafsi, kama tulivyoona ile nani ya kwanza, kwamba wewe ulipitia yapi na unataka kulea watoto wako kwa malezi yapi. Kwa hiyo tunaenda kuona aina ya malezi ambayo sasa yatatusaidia. Wewe unataka kulea watoto wako, wewe umeyapitia yapi, lakini pia wewe unataka kulea watoto wako kwa malezi yapi. Tunaenda kuona malezi aina ya kwanza, malezi ya ukali na amri. Malezi ya ukali na amri. Haya ni malezi, ni aina ya malezi. Anasema mtoto ni wa kufuata amri ya mzazi. Malezi ya ukali na amri, yaani mtoto anafuata amri ya mzazi. Mtoto anafuata amri bila kukosa. Yaani mzazi akisema jambo ni hivyo. Hakuna kujali sana hisia za mtoto. Yaani ya malezi ya ukali na amri hayajali hisia ya mtoto. Lakini pia akikosea ni kupata adhabu badala ya kufundishwa nidhamu. Mtoto amekosea, yaani ni kichapo, ni fimbo. Na nakumbuka kuna familia moja nimewahi kuenda, nikakuta yule mama, yaani yeye watoto wake amekosea kitu kidogo, hata kama hajakifuatilia vizuri, kwanza hana muda nao, yuko busy sana. Kwa hiyo sasa yeye akirudi, tukio lote likiwa limetokea pale, yeye anachukua fimbo, kwanza ana lungu lake la kuachapia watoto, na ana pingu kabisa. Mtoto akikosea anawekwa pingu, imewekwa kabatini, watoto wanaiona. Jambo likikosewa ni kichapo cha kupigwa na lungu na amefungwa na pingu. Sasa wakati mara kwanza nimefika eneo lile na mama ni makelele, ni kugomba, yaani siku nzima akifika watoto hawana raha. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa kijana wake ni mkubwa, hasa tayari ameshajitambua. Kwa alikuwa akiona ile mazingira, mamake alikuwa akishaanza tu kupiga makelele na kugomba, anaondoka. Kuna wakati anasafiri kabisa, anaenda mbali, hatamani mazingira ya pale, kwa sababu ya zile kelele za mama, kwa ajili ya mama jinsi alivyomkali na mtu mwenye amri. Kuna wakati mwingine akaamua kwamba sawa, wadogo zangu watapata shida, akaamua kuficha lungu, akalificha. Na hiyo sio kwamba hiyo ni story ambayo mimi nimeiona live kabisa kwa macho yangu, na yule kijana amekuwa akizungumza na analalamika ile malezi ambayo mazingira ya pale nyumbani ambayo anayapata kwa mama, kwa mama yake au kwa familia yake, mpaka akasema mimi siwezi akawa haitamani ile familia, hatamani yale mazingira ya wazazi wake. Kwa sababu ya nini? Ya vile ambavyo wanalelewa kwa ukali na amri. Sijawahi kuona wanakaa kwa upendo na kuelezwa. Ni matusi makubwa, ni kugombezwa na vichapo vingi. Kwa yule kijana mkubwa akaamua kuficha kile kifaa cha kuchapia, akasema wadogo zangu wataumia. Kwa hiyo haya ni mfano wa mzazi ambao mimi niwahi kumuona ambaye anatumia malezi ya ukali na amri. Na pia tunaona kwamba malezi haya hulenga zaidi kusimamia masharti na amri ili kulinda tabia za watoto. Wanazingatia tu masharti na amri ili kulinda tabia za watoto. Lakini pia tunaona malezi haya hapa ni kutii tu, yani bila kuuliza. Yaani mzazi akisema, yani wewe unatii bila kuuliza chochote. Yaani humo ndani ni kukimbizana. Mama akisema jambo fulani au baba, yani wewe yani hata kama unatamani kuuliza, baba hii imekaa vipi? Yani wewe unatakiwa kufanya kama ulivyoambiwa. Hiyo ni aina ya malezi ya ukali na amri. Yani hapa ni kutii bila kuuliza. Na nyingine malezi ya sheria na namna haya malezi pia unakuta ni malezi ya sheria na amri bila mjadala. Yaani hakuna kujadiliana. Mtoto amekosea kama tulivyosema, huwezi kusema ukakaa naye, kwa nini mwanangu umefanya hivi? Sasa nitakuchapa kwa sababu unajua hili ni kosa. Umeshaongea naye na umechukua neno la Mungu, umemfungulia, umemwambia, umesema hili neno la Mungu linasemaje? Watii wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Haujakaa na mtoto wako akajua. Kumbuka mtoto kwanza ndo anaanza kujifunza maisha. Kila kitu, kila hatua anayoenda kwake ni mpya. Hasa kama wewe mzazi hujawahi kumwelekeza, kwa kila hatua anayoenda unatakiwa kumsaidia
wakati mwingine kwa fimbo, wakati mwingine kwa kuongea naye taratibu na kumwelekeza kwa upole kabisa. Lakini haya malezi ya ukali hayana huo utaratibu. Ni malezi ya sheria na amri bila mjadala. Kwa vile tabia zinazotarajiwa husimamiwa kwa amri, malezi haya yanaambatana na adhabu mara kwa mara kwa mtoto. Hakuna uhuru. Hakuna uhuru wa mtoto kufikiri, ila ni msimamo. Malezi yamejaa makatazo na mtazamo hasi. Haya malezi ya ukali na amri. Yaani hakuna mtoto kufikiria. Wakati mwingine pengine mtoto amefanya kitu kwa bahati mbaya. Yaani mzazi hampi muda, nafasi ya kuongea chochote wala kufikiria. Ni msimamo tu, ni malezi yamejaa makatazo. Una kufanya kitu fulani, hamna kufanya hiki. Na mtazamo hasi. Yaani haya malezi ni muda wote ni negative. Mnaangalia makosa. Yaani hakuna siku ambayo mtoto amefanya jema. Yaani ni malezi ambayo yanaangalia makosa tu. Hakuna kupongezwa akifanya vizuri, hakuna kumtia moyo huyu mtoto. Yaani ni makatazo na kuangalia umekosea, kwa nini umefeli kwenye mtihani? Siku akifaulu hatiwi moyo. Wewe kila siku unafeli mtihani, lakini nyumbani anafanya kazi vizuri, ni mtoto mtii, anasikiliza, lakini amekosea tu, labda hajafanya vizuri kwenye masomo yake. Malezi ya amri na ukali ni kumgombeza na kumchapa, hakuna kumtia moyo. Pengine hata hawezi kusikiliza mzazi amekutana na changamoto gani huko shuleni, kwa nini amefeli. Mzazi wa namna hii hana huo muda. Yaani ni msimamo, nimesema nataka upate 100 kwenye mtihani. Kwa bila kujua changamoto gani mtoto anapitia, kwa sababu ya malezi yake ya ukali na amri. Yaani natakiwa mtoto afuate kama ilivyo. Kwa haya ni malezi ambayo yana mtazamo hasi, negative vitu vyake. Hakuna siku unaweza kumpongeza mtoto wako. Kuna kijana mmoja aliye kusema, mimi nimekuwa nikifanya vizuri kwenye masomo yangu, hata nikifanya vizuri vipi sijawahi kupongezwa. Sijawahi kupongezwa. Wakati mwingine hata nikifanya tu kazi za nyumbani vizuri, hata nikijitahidi kufanya chochote, sijawahi kupongezwa. Kwa mara nyingi unakuta mtoto kama huyo anagundua kwamba hata nikifanya vizuri ni sawa, nisipofanya vizuri ni sawa. Hata kama ni nyumbani anajitahidi kuwa mtoto mwenye bidii, ana mtoto mzuri, anasikiliza, lakini hakuna ile ya kutiwa moyo. Amekuwa amesikiliza, ambaye hajasikiliza, wote ni sawa. Kwenye malezi ya aina hii, haya ni malezi ambayo kwa kweli sio mazuri sana. Ni ambayo yanakuja kuleta hata shida. Mtu akija kufika kazini hawezi appreciate, labda yeye ni boss, hawezi appreciate wafanyakazi, kwa sababu muda wote yeye anaangalia makosa ambayo wafanyakazi wanafanya nini, wanafanya. Hajawahi kupitia malezi ya kuona kwamba anatiwa moyo, atamtia moyo mfanyakazi ambaye amefanya vizuri. Hapana. Muda yote atakuwa anasubiri mfanyakazi akosee ili amseme, ili amfukuze pia. Kwa hakuna siku ya kutia moyo. Mfano hata pia labda hata makanisani unakuwa kuna kiongozi, yeye hawezi kutia moyo wenzake. Hawezi kutia moyo wale watu wanaokaa naye, wanaofanya nao huduma kwa pamoja. Kwa sababu gani? Yeye pia hajawahi kutiwa moyo. Kwa hiyo habari hajawahi kuisikia sehemu yoyote. Yeye anajua nyumbani ni kuangalia negative. Na mara nyingi watoto wa namna hiyo wanakuwa ni watoto wa kuhukumu wenzao wakiwaona. Yaani akiona tu anaona makosa. Akiona tu anaona makosa. Haoni kwamba kuna wakati huyu mtu anaweza kufanya vitu vizuri. Wanapata athari hiyo pia. Lakini pia aina ya malezi hii, mtoto ni kama anaamrishwa mambo ya kufanya badala ya kulelewa na kuelekezwa. Yaani yeye anaamrishwa, sio kuelekezwa. Wakati malezi ni namna ya kumwelekeza mtoto na kumfundisha ili aweze kufanya kufikia lile kusudi la Mungu. Lakini haya malezi yanataka ufuate kanuni na taratibu. Unaamrishwa tu. Hamna kulelewa wala hakuna kuelekezwa. Yaani hakuna muda wa kujieleza wala kuelekezwa, mwanangu unatakiwa kufanya ili jambo, umekosea, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na siku nyingine usirudie. Yaani huyo mtoto ni fimbo, na wale ambao hawamjui Mungu wengine wanatukana, wengine wanafukuzwa kabisa, wananyimwa chakula, adhabu unakutana nayo, hautakula chakula kwa sababu hujafanya jambo fulani. Kwa hiyo ni aina ya malezi ya ukali na amri.
tutaenda kuona matokeo ya wazazi ambao wanawalea watoto wao kwa ukali na amri. Tunaona malezi ya jinsi hii yakizidi, yani haya malezi ya jinsi ya ukali na amri yakizidi, tunaona huzaa uasi. Huleta mgandamizo wa mawazo kwa watoto hasa wakifikia ujana. Tunaona jinsi ambavyo watoto wanakuja kuathirika. Jamani, tusilaumu ndoa nyingi. Hii ndoa watu wanaachana, watu magomvi, kupigana. Chanzo ni malezi ya familia nyumbani. Huyu mtoto jamani amelelewa yeye ni kugombezwa, kupigwa, hajawahi kupongezwa. Sasa ameshakuwa kijana mkubwa. Anaenda haya, bahati mbaya labda pengine apite hata mazingira ya shule. Shule anakutana na mwalimu naye ana stress kama hizo, ni ukali na amri. Anaenda labda huko mpaka vyuo vikuu, anaenda kufanya kazi ofisini, anakutana na bosi the same kama yule wazazi wake wa nyumbani. Yaani amri na ukali. Kwa sasa huyu ndo awe baba, awe mama. Lazima hiyo familia itakuwa haiko salama. Kwa na yeye pia atalea watoto vile vile kama tulivyoona kwamba ulivyolea watoto wewe na wewe unaleaje watoto wako ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo tunaona huyu mtu atakuwa muasi na unaleta mgandamizo wa mawazo kwa watoto wa kufikia ujana. Anakuwa ni mtu mwenye mawazo, anakuwa na stress nyingi, anakuwa hajiamini kwa sababu hajawahi kupongezwa, hajawahi kuonyeshwa kwamba yeye ni mtu bora. Yeye kila siku alikuwa anaambiwa vitu negative kwenye maisha yake. Lakini wakati mwingine ana uwezo mkubwa, kwa hiyo hata uwezo wake unafifia kwa sababu ya zile negative ambazo amekuwa akiambiwa nyumbani. Kwa hiyo ni aina ya malezi. Kwa hiyo wanakutana huko kwenye jamii watoto wote ambao wamelelewa kwenye umri, wamelelewa kwenye malezi ya ukali na amri. Kwa hiyo kuna vurugu mechi, anakutana kazini, wanakutana shuleni, wanakutana maeneo mbalimbali. Lakini pia wakiondoka nyumbani watoto na vijana wenye wazazi wa jinsi hii wanaweza kuwa wakaidi. Wanaweza kuwa wakorofi, wanaweza kuwa wasiomsikiliza mtu. Huku mara nyingi unakuta wakisikia kuwa huru mbali na mgandamizo. Kwa hawa watoto sasa wakishatoka ile mazingira ya nyumbani, familia yenye makelele, familia kama niliotoa mfano, ile familia ambayo mama akifika yani hakuna amani. Unakuta sasa wakishafikia ujana wanaondoka, wanaenda huko maeneo mengine. Hao watoto wanakuwa wana ukahidi, wanakuwa wakorofi, wasiosikiliza mtu. Mioyo yao inakuwa imeshaharibiwa. Huko wakisikia kuwa huru mbali na huko wanakuwa sasa huru. Kwa hiyo sasa yani hawana huo muda wa kusikiliza mtu. Yani wanakuwa wana ukorofi, wanakuwa wakahidi, hawawezi kusikiliza mtu yoyote kwa sababu hawajawahi kujifunza namna ya kusikiliza. Sasa tunaweza kuona sasa matokeo yake. Mtoto ambaye amelelewa kwa familia hiyo ya ukali na amri, tunaenda kuona matokeo yake. Tunaona kukosa stadi za kutatua changamoto. Matokeo yake hayo sasa wanakosa stadi za kutatua changamoto. Tayari wameshakuwa na familia zao, wanakosa. Unakuta ni mtoto mwenye hasira, wanakutana na badala ya jambo likitokea yeye anafanya kwa ukorofi, kwa ubabe, kwa sababu ndio alikuwa anaonaga hayo ndio maisha pale nyumbani. Lakini pia tunaona kwamba watoto hutii amri mara zote kwa hofu ya adhabu. Kwa unakuta wakati mwingine wewe mzazi si umeweka sheria na kanuni ni kutii bila shuruti pale. Tunaita nyumbani. Yaani mzazi akishasema jambo limetokea. Sasa mtoto anaamua kwamba isiwe shida. Siwezi kutoka kwenye hii nyumba, niko hapa ndo mzazi. Kwa anaamua kutii kwa sababu ya kuogopa zile fimbo na adhabu au kunyimwa chakula. Kwa anaamua kutii, chochote utakachomwambia anatii. Lakini moyoni mwake hayuko na wewe. Kwa hiyo sasa unakuta kuna utii ule wa hofu. Huyu mtoto wa namna hii akitoka nyumbani akaenda huko atakuwa huru, anaweza akafanya vitu vya ajabu ambavyo hujawahi kufanya kusikia, na anaweza
akawa anaficha vitu na asikwambie, kwa sababu anajua nikimwambia mama au nikimwambia baba ni mkali, atanichapa kwa sababu hanisikilizi. Kwa hiyo anachofanya, anaamua kukaa kimya na anakutii hivyo hivyo kama ambavyo wewe unataka, lakini kumbe moyoni ana vitu vingi anapitia, hawezi kukwambia. Anakuwa na hofu ya adhabu. Kwa anakuwa hawana utii wa kweli. Ndio maana unaweza kukuta ukaanza kupata kesi huko kwa majirani au sehemu mbalimbali. Ukaanza kushangaa, mimi mwanangu hapa nyumbani ananitii. Sio anakutii, hapa mwanangu anasikiliza. Anasikiliza kwa sababu gani? Ya amri vile unavyofanya. Anaogopa fimbo. Akifika sehemu ambayo haina fimbo hawezi kutii. Unaona mtoto anakuwa mkorofi. Tumeona kwamba hapa mtoto atakuwa mkaidi, wanakuwa wakorofi, wasiosikiliza mtu yoyote wakishatoka wakiwa nje na familia zao. Lakini pia tunaona kwamba wanaweza kuwa na hali duni ya kujikubali. Hapo watoto wa design hii wanakuwa wana hali duni ya kujikubali. Watoto wa design huwa hawajikubali kabisa. Kwa sababu kama nilivyosema, hawajawahi kuappreciatiwa wakiwa nyumbani. Hawajawahi kuonyeshwa kwamba wao ni bora. Kule ni masuala ya amri, na kufuata kanuni na taratibu. Hawajawahi kukaa pamoja kama familia, labda ajieleze jambo lake. Huyu mtoto hawezi kujikubali. Muda wote yeye alikuwa anakosolewa tu. Wewe huna akili, ona bichwa lako. Wewe sijui nini nani, wewe ni mzembe. Wewe labda huyu mtoto anafanyaga kazi zake taratibu. Basi hiyo familia humo ndani ni kusemwa kila siku. Wewe unafanya vitu vyako taratibu, lakini hawajawahi kuona kitu ambacho wanafanya vizuri wakampongeza kwa hicho. Wewe ni vivu, lakini hawajawahi kuona kuna kitu fulani huyu mtoto ana uwezo nacho. Kama nimetoa mfano mwingine wa darasani. Wewe kila siku unakuwa haufanyi vizuri darasani. Una shida gani? Lakini huyo mtoto ambaye hafanyi vizuri darasani, labda apati A tu, labda au B, ambao labda mzazi unaitaka, ni mtoto ambaye anafanya kazi zote nyumbani, ana upendo, anasikiliza, ni mtoto anayempenda Mungu. Wewe hivyo vitu vingine vya upendo na Mungu au anavyokuwa anajali, na ni mtu mwenye bidii ya kazi za mikono, labda akipewa tu kitu kingine anaweza kufanya vizuri zaidi kuliko hata anayefanya darasani. Lakini kwa sababu wewe una mawazo yako na mpango wako wewe binafsi, unaanza kuona kwamba kuwalinganisha watoto. Sasa unaanza kuona kwamba huyu ni mtoto ambaye hafai kwa sababu hafanyi vizuri darasani. Wakati mwingine labda kwa sababu ya sifa kama mzazi kuonekana una mtoto mwenye akili nzuri, kwa hiyo unaona kwamba huyu ni kama ananiaibisha, mbona hafanyi vizuri darasani. Kwa hiyo unakuta mtoto wa design hii anakuwa na hali duni ya kujikubali. Sasa anaanza kutafuta namna ya kutafuta suluhisho la kujikubali mwenyewe. Atatumia nguvu, atatumia vitu mbalimbali. Unakuta mwingine anaamua kwenda maisha tofauti, anasoma kwa bidii kwa sababu anaona hakubaliki hapo nyumbani. Kwa hiyo anaamua kusoma au akatafuta njia yoyote ya mafanikio, au wakati mwingine analazimisha. Mfano hata kama akiwa kazini, mtoto wa design aliyotoka kwenye hii familia, unakuta namna anavyotafuta kibali kazini kwa bosi, ataanza kuwasemelea wenzake, fulani bosi huyu hafanyi kazi vizuri. Ni kwa sababu gani? Yeye kwanza hajikubali, hajiamini yeye kama yeye. Kwa anaanza kutafuta kibali kutoka kwa watu wengine. Anaanza kusababisha watu wengine wakafanya nini? Wakawa hawana amani, wakakosa kazi, kwa sababu anakuwa ni mtu wa kusemelea sana ili aweze kupata kibali. Kwa hiyo watu wengine wanakosa nafasi, hawezi kuishi na watu wengine vizuri, anakuwa mtu wa kujihami. Kama ni kijana wa kiume, hata akitokea amemuoa binti ambaye labda amempita kidogo tu, labda uwezo wa akili au labda kiuchumi, kwa sababu hajajaweza kujengewa ile kujiamini au kujikubali, ataanza kuweka mazingira. Kipindi tu amemuoa labda yule binti, anaanza kuweka mazingira kwamba asimtawale. Na hayo mambo tunayaona. Unakuta kijana anasema mwanamke sitaki anitawale, kwa sababu labda anaona wenzake wanavyofundishana na nini, anasema mwanamke mimi sitaki anitawale. Kwa anaanza kumwekea mazingira mabaya yule binti, ataanza kumwekea mipaka. Kama alikuwa anafanya kazi, atamwambia acha kazi, mimi nimekuoa, acha kazi. Tunaona haya madhara, matokeo ya kwa sababu yule kijana hajiamini.
hajiamini, anaanza kusema acha kazi, mimi sitaki, nataka ulee tu watoto, mimi sitaki uhusiane na watu wengine. Yani sasa huyo mama anakuwa tu ni nyumbani, haeleweki. Kama alikuwa na future yake, Mungu amembariki, amempa neema ya kuwa mtu fulani makusudi, kila mtu amemwekea makusudi, ule uwezo wake unakufa. Kwa sababu gani? Yuko na mtu ambaye anajihami, hajiamini. Ameolewa na mtu ambaye hajiamini, au amemuoa mtu ambaye hajiamini. Kwa anakuwa ni mtu wa kujikinga, anajidefend mwenyewe kwa vitu mbalimbali, anaweka visababu, usifanye kazi, kaa nyumbani, fanya hivi, usio na marafiki, anamwekea mipaka, usiende kusalimia kwenu. Anawazi kwamba akienda kusalimia kwenu labda atatoa taarifa za nyumbani, au atasema kwamba chakula nyumbani hakuna, labda hautunzwi vizuri. Kwa anakuwa mtu wa kujihami, anaikuwa anajihami. Mara nyingi hawa ni watu ambao wametoka kwenye familia, ndugu asije nyumbani. Unakuta familia zingine hakuna ndugu kuja pale nyumbani. Kwa sababu gani? Anajihami, au watajua hapa sisi tunaishi vipi, wataniona mimi kwamba mwanaume labda, au naishi vipi labda na mtoto wao simtunzi vizuri. Anakuwa anafanya nini? Hajikubali huyu mtu. Kwa hiyo tunaona hayo ni matokeo. Lakini pia tunaona kukosa uwezo wa kutoa mawazo na mtazamo wake. Mtoto kama hiyo anakuwa hana uwezo wa kutoa mawazo na mtazamo wake, kwa sababu kila akitaka kuongea au labda kujieleza chochote, hapana kujieleza, ni kufuata kanuni na taratibu, na usikilize sheria ambazo wamekwambia, ni amri. Amezoea kuishi kwa amri. Kwa hiyo hajawahi kuwa na mtazamo wake wa kujielezea na kujadiliana na mzazi. Kwa hiyo huyu mtoto atakosa uwezo wa kutoa mawazo na mtazamo wake katika jambo lolote ambalo anaweza kuwa anapitia. Lakini pia tunaona kwamba wanaweza kukosa ustadi wa kufanya maamuzi. Wanakosa ustadi wa kufanya maamuzi. Mtoto kama huyo anaweza kawa anabadilika, kesho atasema hivi, kesho atasema hivi, kesho atasema hivi. Anashindwa kuamua anataka nini kwenye maisha yake, kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa, yani haelewi, hajawahi kuelekezwa. Familia yenye amri na ukali, yani ni kugombezwa, ni kuchapa. Huyu mtoto hawezi kuwa na ustadi wa kufanya maamuzi katika maisha yake na katika namna anavyokuwa, hata atakapokuja kuwa na familia au katika ujana wake. Kwa hiyo ni matokeo ambayo tunaona kwenye hii aina ya malezi ya ukali na amri, ambavyo jinsi watoto wanavyokuwa wanaathiriwa sana na hayo malezi. Kwa kama wazazi, Mungu atusaidie. Ndio maana nilisema pale katika ile mahitaji, tunahitaji kupata muda wa malezi na watoto, lakini kupata ufahamu. Ukipata ufahamu, hivi vitu unaweza kuepukana navyo. Lakini pia kubwa zaidi ni maombi. Kama wewe ni mtu mwenye hasira, umelelewa kwenye tele, unakuwa kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba sisi pia wazazi tumeshakosewa. Kwa tulivyokosewa, na sisi tunaendelea kuwakosea wale watoto wetu ambao tumewazaa. Kwa hiyo sasa ukipata neema ya kumjua Yesu atakusaidia wewe, anaanza kukubadilisha. Ndio maana hata katika zile kanuni za msingi za kimalezi tuliona kwamba kitu cha kwanza ni mahusiano binafsi kati ya wewe na Mungu wako. Ukiwa na mahusiano ya karibu, atakubadilisha. Bili vitu vyote ambavyo ulikuwa umevipata wakati unalelewa nyumbani, wewe kwako vitafanya nini? Mungu atakupa hekima. Kwa hiyo tunaona maombi. Omba kama una kitu wewe mwenyewe binafsi unajijua, unapambana nacho, na unaona kabisa, na wakati mwingine watoto wetu ndio wanatupa tathmini ya sisi tulivyo. Yaani wale watoto tuliowazaa ni kioo cha sisi. Unaona kabisa huyu mbona ni kama mimi kabisa, lakini unashindwa namna ya kubadilisha. Kitu pekee ambacho kinaweza kukubadilisha wewe ni Yesu, kwa kupitia maombi. Muombe Mungu akubadilishe yale makosa ambayo wewe umekosewa nyuma katika familia yako. Mwambie Mungu, naomba nisaidie, mimi sitaki kulea watoto wangu kwa design hii. Kwa hiyo kama umezaliwa kwa ukali na amri, mwambie Mungu, naomba hekima niweze kuwalea watoto wangu vizuri sawa sawa na mapenzi yako, maana umeniamini. Kama tulivyomwona Ibrahim ambavyo alipata hiyo neema, alipata hiyo neema. Na sisi pia Mungu ametusaidia, ametupa kibali, ametupa neema ya kuwa na watoto.
Kwa hiyo anataka tuwalee katika mapenzi yake na kufikia baraka zake. Kwa maombi ni muhimu. Mungu atusaidie tuwe watu wa maombi, ili Mungu atupe hekima namna ya kuwalea watoto wetu na tuweze kuwafahamu, tujue aina ya mtoto wako. Hutawalinganisha. Nasisitiza tena, wazazi tusiwalinganishe watoto. Wale tunaowalinganisha watoto ni kwa sababu hatujawajua watoto, hatuna ufahamu kwenye malezi ya watoto, hatuna ufahamu. Haujapata muda na watoto wako, kaa, utagundua kila mtoto yuko unique. Kila mtoto Mungu ameumba kwa utofauti. Kila mtoto ana akili na uwezo sio kawaida, lakini kama mzazi usipokuwa naye karibu, hutajua hivi vitu vyote. Kwa hiyo maombi, muda na ufahamu upate, ili uweze kumjua mtoto wako, ili uweze kusaidia kizazi chako kiweze kuwa bora na zaidi na zaidi. Mfahamu mtoto wako, omba neema, Mungu akusaidie, akuwezeshe katika yale makosa ambayo wewe umeyapitia yasirudie kwa watoto wako. Na kwa kumalizia, Mungu awabariki sana. Tutaendelea kujifunza aina nyingine ya malezi. Kwa leo ninaishia hii aina ya kwanza ya amri na ukali. Mungu awabariki sana. Ninaendelea kuwakaribisha kwenye kipindi kinachoendelea kile kinachorushwa kila siku ya Jumanne. Usikose kufuatilia haya masomo, ni mazuri sana. Utapata ufahamu namna ya kumjua mtoto wako, na utajua kwamba wewe una mtoto ambaye sio wa kawaida, na utajivunia kwamba una mtoto hodari pindi utakapoamua kuwekeza na kujifunza zaidi kuhusu malezi. Mungu akubariki.